Hadhari, shetani anaingia nyumbani mwako kupitia milango hii 3. Ifunge sasa. Mlango wa 1, kutokusamehe. Chuki na uchungu moyoni mwako ni mwaliko wa moja kwa moja kwa adui yako. Kwa sababu mgawanyiko hudhoofisha familia yako, ndoa yako na kanisa lako. Hili ndilo hasa shetani analotaka. Mathayo 6:14 inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Msamaha si udhaifu, bali ni silaha. Hauwaachii wengine huru tu, bali pia unakuweka wewe huru. Mlango wa 2, unachokiona. Kinachoingia kupitia macho yako hukaa moyoni mwako. Televisheni, video, muziki. Ibilisi anakushambulia kimya kimya kupitia burudani. Hofu, tamaa na kuchanganyikiwa vyote hupanda unaposhusha ulinzi wako. Zaburi 101:3 inasema, sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu. Linda macho yako na unalinda moyo wako. Mlango wa 3, kukosa maombi. Nyumba isiyo na maombi ni kama nyumba isiyo na kuta. Maombi ni ngao yako, ni muunganiko wako na nguvu za Mungu. Mengine wa Thessalonike chapter 5 verse 7 inasema, ombeni bila kukoma. Ibilisi haogopi jinsi nyumba yako ilivyopambwa vizuri, lakini atatetemeka mbele ya nyumba iliyojaa maombi. Rafiki, ni ipi kati ya milango hii 3 umeifunga leo? Kwanza, mkaribishe Yesu katika kila kona ya maisha yako. Mahali Mungu alipo, Ibilisi hana mahali pa kujificha. Ikiwa unamhitaji Yesu, andika amina. Usisahau kushiriki hili na wale unaotaka kulinda familia pamoja nao.